Bwana, Magodan Online TV pekee daima inakupa faida. Magodan Online pekee twasuka mbele, Magodan Online pekee twasuka mbele. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu zangu wapenzi watazamaji kwa channel hii ya Magodan Online TV, ikiwa ni mara ya kwanza, ni kuombe na kukumbusha kufanya kitendo kizuri cha ungwana kwa kusubscribe na kulike na kushare na comment. Kwa siku ya leo ndugu zangu, nimekuja kuwatajia faida ya mmea huu wa mti unaoitwa mdimu pori. Ndugu zangu, mti huu kwa siku ya leo insha Allah biidhnillah nitakuja kuelezea ni namna gani ya kuweza kutatua matatizo ambayo yanatusibu katika maisha yetu. Kwanza kabisa, kwa mtu ambaye anayesumbuliwa na ngiri, mtu yoyote anayesumbuliwa na ngiri, basi achimbe mizizi ya mti huu aweze kuchemsha na atumie kunywa, biidhnillah hiyo hali itaenda kuacha kwa yule ambaye anayesumbuliwa na ngiri. Lakini vile vile kwa mtu anayesumbuliwa na masuala ya chango, kwa wale akina mama wanaosumbuliwa na chango, basi bila shaka anatakiwa achimbe mizizi ya mti huu biidhnillah, akachemshe mizizi yake na atumie kunywa kuweza kutibu tatizo hilo la chango. Lakini vile vile matatizo ya maumivu ya matumbo, wale wanaosumbuliwa na matumbo, akina baba au akina mama, watoto, basi anatakiwa achimbe mizizi ya mti huu na kuweza kunywa. Kwa hiyo unasumbuliwa na tatizo la tumbo, ikiwa ni mtoto mdogo, utamchukulia kwenye kijiko kidogo kile unampa anakunywa. Lakini vile vile mizizi ya mti huu mizizi ya mti huu ndugu zangu unatibu maradhi mengi, yakiwemo maradhi ya kishetani. Wale ambao waliokuwa na mashetani katika miili yao, majini wanaosumbua katika miili yao, wanaofanyia mambo ambayo yasiyokuwa ya sawa, wanaohisi wanaotembewa na vitu kwenye mwili wao, basi achimbe mizizi ya mti huu biidhnillah na aweze kutumia kunywa. Lakini maajabu ya mti huu vile vile, yale majani yake akichukua akayachemsha kisha akatumia kunywa biidhnillah, kwa mtu ambaye anayesumbuliwa na masuala ya sihiri, kwa maana uchawi ama mashitani waliopo katika mwili, mashitani wale wanaenda kukimbia, uchawi hulo unaenda kuangamia. Lakini vile vile anaweza akachemsha majani hayo na akatumia kujifusha ili aweze kutatua tatizo hilo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunaendelea tena kutaja faida ya mti huu. Mizizi yake ndugu zangu, kwa wale watoto wanaolialia usiku, basi mpe mtoto huyo aweze kunywa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtoto anasumbuliwa na tatizo la kulialia usiku, chukua mizizi yake alafu changanya na chumvi ya mawe. Chukua madonge yale ya chumvi ya mawe 3, kisha utatumia kuchemsha katika jiko lako kidogo tu, alafu mpe mtoto huyo atumie kunywa kwa muda wa siku 3. Unachukua kijiko kidogo unamnyesha, basi ataacha kulia. Lakini kwa tumbo la hedhi, vile vile chemsha mizizi ya mti huu pamoja. Chukua mizizi ya mti huu ndugu zangu pamoja na ndimu. Chukua na ndimu alafu tumia kunywa ndugu zangu katika kutibu tatizo la mti huu. Lakini vile vile mapigo ya moyo kwenda kasi, kwa wale ambao wanasumbuliwa na mapigo ya moyo yao kwenda kasi, basi wachukue mizizi yake vile vile wachemshe na waweze kuchanganya na mdalasini. Chukua mizizi ya mti huu changanya na mdalasini,
utakunywa kuto mara 3 kwa muda wa siku 3 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tatizo hilo litaenda kuisha biidhnillah. Ndugu zangu, matatizo yapo mengi sana katika maisha ambayo tuliokuwa nayo kuhusiana na mimea ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea. Basi bila shaka tutaelekezana kidogo ili tuweze kujua faida haswa ya mimea hii Mwenyezi Mungu ambayo ameiumba. Mwenyezi Mungu amesema wa'allama Adama al-asmaa kullaha. Mwenyezi Mungu amemfundisha Adam majina ya vitu vyote, na baada ya kufundishwa majina ya vitu vyote, basi bila shaka alifundishwa na utaratibu wa matumizi ya vitu hivyo. Na ndio maana leo mtu anazaliwa alikuwa hajui chochote, lakini kadri anavyozidi kwenda basi anafahamu kitu baada ya kitu. Ni kwa sababu ya asli ya baba yetu Adam alayhisalam alipofundishwa, basi ile mimea ambayo alifundishwa, vile vitu alivyofundishwa, na vizazi vyake vile vinakuwa vyenye kufahamu kupitia ilmu ambayo alifundishwa baba yetu Adam alayhisalam. Kwa hiyo tutumie mimea kwa njia nzuri ili tuweze kutatua matatizo yetu ambayo yanatusumbua kwenye maisha, wala tusikate tamaa kutokana na maradhi kwa kutumia dawa muda mrefu, kwa kuhangaika sana, lakini kikubwa ni kutafuta suluhisho na wala si kukata tamaa. Ndugu zangu, mpaka hapa niseme shukrani sana kwa usikivu wenu na utazamaji wenu. Nawaombea kwa Mwenyezi Mungu wale wote wenye maradhi, Allah awaponye maradhi hayo, awaondolee dhiki zenu, awaondolee nuksi zenu, mikosi zenu, kazi zenu ziende vizuri, biashara zenu ziende kwenda vifanye kazi vizuri, biashara itoke, wateja wapatikane. Lakini kwa wale ambao walikuwa na vifungo mbalimbali vya kichawi na machini, vifungo hivyo kwa idhini yake Mwenyezi Mungu viende kufunguka. Shukrani sana, mpaka hapa niseme bye bye kwa utazamaji wenu na usikivu wenu. Magodan online peke tosuka bede, Magodan online peke tosuka bede.